Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani na yanayotuhusu sisi, raia na wakazi wa bara hili. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama na michezo pamoja na mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Na hebu sasa nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Kwa nawaambia watu hapa mimi nitawapeleka wanani mahakamani. Wanakutumia ujumbe kama leo, wanakuambia katika eneo lako umeme utatoweka kesho. Unasema labda kesho utatoweka. Unajitayarisha leo. Kabla ya kesho kufika unakwenda leo. Sunakuwa unasikia kama kuna vyuma vinalia wewe unafanya nini? Lakini unaona hapa mimi mikono tu niko hapa tu nachunga, sijui kama umeme utapatikana, na ukipatikana sijui kama tamaliza. Kuna watu walinipa vitu niwatengenezee, lakini sasa nina siku ngapi sifanyi kazi? Sasa mimi nitakula nini? Nitafanya nini? Umeme umekatika. Umeme umekosa kabisa. Mgao wa umeme umekawia. Sisi hatuna umeme. Hizi ni kauli za kawaida miongoni mwa wakazi wa miji ya Kiafrika kutokana na changamoto ya ukosefu wa umeme. Upo gizani au kuna mwangaza uliko? Tunaangalia hali ya nishati Afrika, mafanikio na mapungufu katika utoaji wa huduma hii muhimu ya umeme. Lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani naye mwenzangu Angela Ngendo. Shirika la utangazaji la Ufaransa RFI limetangaza kwamba rais wa Madagascar Andre Lajoline amechukuliwa na ndege za jeshi la Ufaransa baada ya kundi la wanajeshi kutoka kitengo cha Capsat utangaza kimetoa madaraka nchini humo. Awali ikulu ya rais huyo ilisema taifa hilo lilikuwa linakabiliwa na jaribio la mapinduzi ya kijeshi. Jeshi hilo la kitengo cha Capsat linadai kudhibiti makundi yote ya jeshi, anga, bahari na nchi ndani ya Madagascar. Wanajeshi hawa ndio waliomsaidia Lajoline kutoa madaraka mwaka 2009. Katika miezi ya karibuni, Madagascar imeshuhudia maandamano ya vijana waliolalamikia mgao wa maji na umeme. Hata hivyo, vijana hao wamelalamikia zaidi utawala wa sasa kwa uhaba wa ajira, ufisadi na kupanda kwa gharama ya maisha. Kiongozi wa upinzani kisiwani Ushelisheli Patrick Hameni aliweza kupata 52.2% huku rais anayeondoka akizoa 47.3% ya kura. Patrick Hameni aliwahi kuwa spika wa bunge na awali alishtakiwa kwa makosa ushirikina, hatua aliyoilalamikia kama jaribio la kumyumbisha kisiasa. Kwingineko, vyama vya upinzani Ivory Coast vimeomba wafuasi wake waandamane kila siku hadi siku ya kupiga kura baada ya viongozi wakuu wa upinzani kuzuia kuwania urais. Rais wa zamani Laurent Gbagbo na mwanasiasa Tidjane Thiam ambao wanaongoza mrengo mkuu wa upinzani wamepigwa marufuku kuwania uchaguzi mkuu. Mali imetangaza ada mpya za dola 10,000 kwa raia wa Marekani wanaozuru nchini humo. Hii inafuatia Marekani kuwawekea raia wa Mali ada sawa na hiyo. Ubalozi wa Marekani Mali umetetea ada hizo na kusema zilinuia kuimarisha usalama wa dola hiyo kubwa duniani. Wakati huo huo, mamlaka za jeshi huko Burkina Faso zimekataa kuwapokea raia wa kigeni wanaofurushwa kutoka Marekani. Hatua hii imechochea Marekani kufuta utoaji wa vyeti vya usafiri yani visa kwa taifa hilo la Afrika ya Magharibi. Kiongozi wa Marekani Donald Trump amekuwa kirai baadhi ya nchi za Afrika kuwapokea wahamiaji haramu ambao wanaondolewa Marekani, wengi kutoka Amerika ya Kati na Kusini. Marekani imeanza kutekeleza sheria kali ya uhamiaji ambapo maelfu ya raia wa kigeni wasio na vibali wameanza kuondolewa kwa nguvu kutoka nchini humo. Kanisa Katoliki nchini Kenya limezindua divai mpya itakayotumika kwenye ibada za imani hiyo baada ya minong'ono kwamba divai ya awali ilipatikana katika majumba ya starehe. Divai ya sasa ina nembo mpya Baraza la Maaskofu nchini Kenya na pia imewekwa muhuri mpya kama uhakiki. Waumini wa imani Katoliki wameridhia hatua hii mpya na kusema divai ya awali ilipata doa na haikustahili tena kuwekwa kwenye ibada baada ya kusambazwa nje ya madhabahu. Na bwenyenye mmoja raia wa Nigeria Jite Odeworiste Testigimoje
amezua gumzo ya jamii baada ya kumuoa mke wa 19 katika dhifa ya kifahari kusini mwa nchi. Mfanyabiashara huyu wa miaka 43 ni mzaliwa wa jimbo lenye utajiri wa mafuta la Delta. Amekuwa mtetezi mkubwa wa ndoa za mume kuwa na wake wengi. Picha zake zilizotanda mitandaoni zimezua mjadala kuhusiana na utamaduni, mtindo wa kisasa na mipaka ya mapenzi. Karibu tena msikilizaji, na moja kwa moja tunaelekea nchini Burundi, ambapo nchi hiyo inashuhudia uhaba mkubwa wa umeme kuwahi kutokea kwa miaka ya hivi karibuni. Wakazi wa sehemu kubwa ya Burundi wanajikuta bila umeme muda mrefu, au huduma hiyo ya nishati ikikatika kila mara, na imekuwa kero kubwa kwa zaidi ya miezi miwili. Kutokana na hali hiyo, raia wengi wa Burundi wamejikuta katika shughuli zao za kila siku zikiwa zimekwama au kuzorota. Mamlaka ya umeme nchini humo inasema ukosefu wa umeme umetokana na shughuli kubwa ya kuandaa kituo kimoja na cha kisasa kitakachokuwa na uwezo wa kusambaza vyema huduma hii. Kituo hiki kinajengwa viungani mwa jiji la Bujumbura. Kutoka Bujumbura, mwandishi wetu Ramadhan Kibuga ametutumia taarifa hii kwa kina. Tangu mwanzoni mwa mwezi wa 8, sehemu kubwa ya Burundi haina umeme wa kutosha, na kupatikana huduma hiyo ya nishati imekuwa ni desturi. Sasa umeme hukatikatika kila mara na kuwa kero kwa wakazi, hususan mji mkuu wa kibiashara Bujumbura. Alice Ndize, yeye ni mkazi wa mtaani Musaga kusini mwa jiji, amekuwa na shida ya kuendeleza biashara yake ya uuzaji wa maziwa. Tuna shida sana kwa sababu ya umeme. Yaani hapa nimelikuwa na lita 50 zote toka jana nimemwaga kutokana na gisi ya umeme tunakosa. Yaani kila tukichukua tunajua leo kesho umeme tutapata, tunakosa, alafu tena tunamwaga maziwa yanamwagika, tunakosa kazi. Yaani hivi kazi zote zimesimama, hakuna lolote. Naye Bakari Saidi ni fundi wa kuchomelea vyuma mtaani Buyenzi. Ukiacha usumbufu wa kukosa umeme, lakini ameshindwa pia kutekeleza ahadi za wateja wake. Suna kuna sikia kama kuna vyuma vinalia wewe unafanya nini? Lakini unaona hapa mimi mikono tu niko hapa tu nachunga, sijui kama umeme utapatikana, na ukipatikana sijui kama tamaliza. Kuna watu walinipa vitu niwatengenezee, lakini sasa nina siku ngapi sifanyi kazi? Sasa mimi nitakula nini? Nitafanya nini? Kwa sababu watu wataniambia eti wewe tumesikilizana hivi na hivi. Hawasikii kwa sababu mimi nikawaambia kama umeme hamna, wanaambia eti nifanye generator, sijui niweke. Sasa petroli nitaitoa wapi? Shughuli pia za kiofisi kuanzia serikalini au watu binafsi zinasuasua kutokana na ukosefu wa umeme. Athari kubwa pia za uhaba huo wa umeme ni kwenye shughuli za mawasiliano, hasa utoaji wa pesa kwenye simu, kama alivyonieleza baba huyu. Hali ngumu sana. Mimi kazi yangu ni ya kusukuma pesa na kupokea pesa kupitia njia ya limikashi. Sasa hii mambo ya uhaba wa umeme inasababisha kazi zorote. Ni kama vile maisha yetu imesimama na hakuna nyingine kazi yetu kwa tukiendesha. Kazi yetu ilikuwa ni hiyo tu. Yaani simu zetu haziwezi kasukuma tena pesa sababu hakuna umeme, hakuna connection, na wakati hakuna connection inasababisha kazi yetu kabisa isiendeke vizuri. Shirika pekee la umma la usambazaji wa umeme Regideso wanasema hali hii inatokana na shughuli kubwa ya kuweka upya mitambo na nyaya za kupokea na kusambaza umeme baada ya kuongezeka kwa uzalishaji wa umeme. Jean Albert Manigomba ni meneja mkuu wa shirika la Regideso. Umwimbu dufise urakwiye, hanyuma kuvyerekeye cikagurika tubona muri no minsi kwa sasa tuna umeme mwingi. Tumetoka kwenye megawatt 57 mwaka 2020. Sasa hivi tunakadiria kuwa na zaidi ya megawatt 150. Lakini niseme kweli, mitambo na nyaya za kusambaza umeme zimezeeka sana. Sehemu kubwa ziliwekwa enzi za mkoloni. Ninaamini tukimaliza shughuli hii, raia hawatasumbuka tena na shida ya umeme. Iminduka abenegihugu bazobona nuko bazoronka umuyaga nkuba uri star. Umuyaga nkuba utachikaguri. Uhaba huu wa umeme unashuhudiwa wakati Burundi ikabiliwa pia na ukosefu mkubwa wa mafuta. Hivyo raia hawawezi kutumia kwa urahisi generator kutokana na mafuta kuadimika. Raia wengi wameonekana kuvunjika moyo kwamba marekebisho na ukarabati vimechukua muda mwingi na kuchagiza serikali kumaliza kero hiyo. Maisha yanakwenda kuwa magumu sana. Tunaomba tu kama wanaweza wakatusaidia wakarekebisha kila kitu kikawa sawa. Ingetuangalia kwa upande sasa wa pili kwa sisi wafanyabiashara, kwa namna moja ama nyingine ni kiasi gani wanaweza wakatupunguzia siku ili tuweze kupata moto kulingana na kazi zetu na sisi ziendeke vizuri.
tunapata hasara sana. Lakini kwenye mazungumzo na vyombo vya habari Jumatatu hii, meneja wa shirika la Regideso ametuliza nyoyo raia kwamba tatizo hilo la ukosefu wa umeme litaisha mnamo wiki 3 zijazo. Ko ayo maparametre tuyaregra neza akahura na maparametre twasanzwe dukorerako ku bindi bituro. Meneja Manigomba anasema kwamba sasa tunakwenda kukamilisha kuweka mitambo yetu yote sawa. Tunaamini kwamba kabla ya wiki 3 tutakuwa tumekamilisha hii shughuli. Yindwi zitatu zabaye nyinshi ivyo tuzatwabihejeje. Sasa matarajio ya raia ni kuona shida hii ya umeme inamalizika baada ya kuathiri sekta nyingi za uchumi, hasa katika taifa ambalo limezongwa na mfumuko mkubwa wa bei, ambapo Benki ya Dunia imekuwa inaiorodhesha Burundi miongoni mwa mataifa masikini zaidi duniani. Mimi ni Ramadhani Kibuga, idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Bujumbura. Nchini Uganda, mamlaka imetangaza uwekezaji mkuu wa nishati kama hatua ya kuimarisha usambazaji wa umeme. Hii ni pamoja na kutaifisha umiliki wa nishati ambao umekuwa katika milki za kampuni tofauti. Hatua za sasa zinajiri wakati raia na hasa wafanyabiashara wamelalamikia gharama kubwa inayotozwa huduma ya umeme. Wengi wanasema hii inaathiri mapato ya biashara, sio tu nchini Uganda lakini katika mataifa mengi ya Afrika. Jamii zimelalamikia gharama kubwa zinazotozwa wakati wa maombi ya kupokea huduma hii na gharama zinazofuatwa katika kuhakikisha kuwepo kwa umeme. Tupate taarifa yake Sadam Mubale akiwa Uganda. Uganda ni baadhi ya nchi za Afrika Mashariki ambayo imepiga hatua kubwa katika maendeleo ya kuzalisha umeme miaka hivi karibuni. Uzalishaji huu umechochewa na uwekezaji mkubwa katika miundombinu. Hata hivyo, licha ya uwekezaji huu, wananchi wengi hasa wafanyabiashara wadogo na raia wa kawaida wanasema umeme umesalia kuwa changamoto na kuwa na gharama ya juu. Simon T. Kawaida ni mkazi Kampala. Tunaona kuna mabadiliko mingi na changamoto moja ni umeme katika yani unakuta leo kuna umeme masaa mawili wanakuambia umeme unatoweka. Lakini hata mimi nilikuwa nawaambia watu hapa mimi nitawapeleka mahakamani. Wanakutumia ujumbe kama leo wanakuambia katika eneo lako umeme utatoweka kesho. Unasema labda kesho utatoweka. Unajitayarisha leo. Kabla ya kesho kufika unakwenda leo. Sasa wanakuchanga. Sasa na jambo la bili zote mimi naona matumizi ya umeme yamekuwa gharama sana. Na serikali lazima ifanye iwezekanavyo ya kwamba kweli kuwe na zile bili ambazo zinasaidia tafadhali kila mtu. Kwa kuwa naona ya kwamba bili unaweka units kama 5 au 15 za matumizi ya nyumbani hazifikisi wiki. Tangu kupata uhuru, Uganda imeongeza uwezo wake wa kuzalisha umeme kutoka megawati 60 mwaka wa 1950 hadi zaidi ya megawati 2000 mwaka wa 2025. Ukuaji huu umechangiwa zaidi na uwekezaji kwa miradi mikubwa ya kuzalisha umeme kutoka kwa mabwawa kama bwawa la Karuma la megawati 600 na bwawa la Isimba la megawati 183. Uzalishaji wa umeme kutoka kwa mabwawa sasa unachukua 84% ya uzalishaji wa umeme nchini Uganda na kuifanya kuwa uti wa mgongo wa sekta ya nishati nchini. Hata hivyo, wajasiriamali wengi wadogo wanatatizika ambapo mara kwa mara umeme hukatika na gharama kubwa. Tunanakalisha nakala mbalimbali, hata na watu tunawapatia muziki, video na mambo mengine ambayo tunatoa kwa kompyuta hadi flash na kuprint out mambo mbalimbali. Tunakumbwa na changamoto nyingi kutokana na mambo ya stima. Kampuni ambazo zinatupatia stima mara nyingi huwa zinatusaliti kwa sababu huduma zao huwa zinatuchanganya. Mara nyingi stima inatoka na uko na print au na uko na nakalisha kazi ya mteja na unapata changamoto nyingi. Na mara nyingi watu huwa wanataka nyimbo zao yani wazitumie huko kwa karamu mbalimbali, lakini ukiwa huna stima unapata matatizo mengi. Na hata tunalipa pesa za service fee, yani pesa za huduma kila mwezi, shilingi 3,000 kila mwezi. Unapo load units hizo shilingi unazitia. Dr. Rubuka Yunus ni mchambuzi na mhariri katika chuo kikuu cha Kampala.
Anasema wafanyabiashara wadogo wanachangia pakubwa katika ukuaji wa uchumi wa taifa, na pale wanapoathirika uchumi pia unaathirika. Jambo la kwanza niseme kwamba yule raia wa kawaida ambaye anategemea umeme, kwa mfano fulani ana kioski yake pale, anauza juice, anauza soda, na hizo ndizo biashara za mtu wa chini, biashara za mtu wa kawaida, na ndio wengi. Kwa hivyo ukikuta kwamba huyu mfanyabiashara wa kawaida ambaye hana uwezo wa kuwa na nishati mbadala, kwa mfano generator pale, umeme ukitoweka aweke generator. Sasa huyu mtu ambaye anategemea nishati za umeme atafanyaje? Biashara si atakuwa amefunga, na hatimaye ule ushuru mtu ambaye anatarajia kulipa, kama biashara yake haiendelei, sasa ushuru utatokea. Serikali hatimaye pia nayo haitapata huo ushuru. Gharama ya matumizi ya umeme kwa wananchi wa kawaida Uganda hivi karibuni imeshuka hadi 624.1 kwa kilowati saa, ambayo ni sawa na senti za dola 181 kwa matumizi ya nyumbani, huku wafanyabiashara wakilipa takriban 426.2, ambayo ni sawa na senti za dola 124 kwa kila kilowati saa. Hata hivyo, kwa kaya na wafanyabiashara wengi, takwimu hizi bado zinawakilisha mzigo, hasa zikiunganishwa na ada ya kila mwezi ya 3360, ambayo ni takriban dola 1 ya Kimarekani. Waziri wa nishati na madini Ruth Nankabirwa hivi karibuni alihakikishia wananchi kwamba changamoto zilizopo ni za muda mfupi. I wish therefore to reassure the nation that government remains fully committed. Ningependa kuhakikishia wananchi kwamba serikali inafanya kadri iwezekanavyo kutatua changamoto iliyopo. Tunafahamu hivi karibuni kumekuwa na tatizo la umeme kukatika mara kwa mara. Hii inatokana na shughuli ya kuhamisha umiliki wa huduma ya umeme kutoka kwa shirika la binafsi na kuweka umiliki huu kwenye kampuni ya umeme ya taifa ya Uganda Electricity Distribution Company Limited. Utaratibu huo ndio uliovuruga kwa muda usambazaji wa umeme. To refurbish the system. Utaratibu huo uliotajwa na waziri ni sehemu ya mpango mpana wa serikali wa kuboresha utoaji wa huduma na kupunguza changamoto za nishati. Mabadiliko katika sekta tayari yameongeza upatikanaji wa gridi ya kitaifa. The government has approved UEDCL's 5-year investment strategy. Baraza la mawaziri limeidhinisha mpango mpya wa uwekezaji wa miaka 5 kwa kampuni ya UECDL ambao utaimarisha usambazaji wa umeme kote nchini. Aidha, utaboresha vyanzo vya uzalishaji na usafirishaji wa nishati. Ufadhili huu wa serikali pia utawezesha kujengwa vituo vipya vya umeme kote nchini Uganda. Follow under Sada Mubale, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Kampala. Suala la nishati ya umeme barani Afrika limekuwa likitajwa na viongozi kama ahadi za maendeleo endelevu kwa wananchi. Ndio maana matangazo yetu tumewekea kina suala hili. Viongozi wengi huingia madarakani kwa ahadi lukuki, zikiwemo kuwapa umeme wa kutosha wananchi wao kwa kutumia rasilimali zilizopo kama mito, maziwa na maporomoko ya maji kutoka chemichemi nyingi ambazo Afrika imejaliwa. Bwawa la Inga maarufu kama Inga Dam nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lina uwezo wa kuzalisha nishati ya umeme si kwa nchi hiyo tu, bali pia kwa eneo zima la kusini mwa Afrika. Lakini licha ya uwezo huo, zaidi ya Waafrika milioni 600 wanaishi bila nishati ya umeme. Huyu hapa Silvanus Karemera akiliangazia swala hilo kwa kina. Umeme umekatika, umeme umekosa kabisa, mgao wa umeme umekawia, sisi hatuna umeme. Hizi ni kauli za kawaida miongoni mwa wakazi wa miji ya Kiafrika kutokana na changamoto ya ukosefu wa umeme. Kwa baadhi ya sehemu za vijijini, msamiati wa umeme wengi wanausikia redioni na hadi mwisho wa maisha yao hawajapata kuona maajabu hayo ya kugusa ukuta kisha kupata nuru. Takwimu za shirika la habari la Bloomberg zinaonyesha kwamba Sudani Kusini ndiyo nchi ya mwisho wa Afrika kwa kuwa na kiasi kidogo cha 8% tu ya usambazaji wa umeme kwa wananchi wake. Haya yanatokea katika bara kama Afrika ambayo limejaliwa kuwa na rasilimali lukuki, ikiwa ni pamoja na mito na maziwa, chemichemi na maporomoko makubwa ya maji ambayo yana uwezo wa kuzalisha nishati ya umeme kwa ajili ya nuru kwa miji na vijiji vya Afrika. Takwimu zinaonyesha pia kwamba
Kwa sasa zaidi ya Waafrika milioni 600 bado wanaishi gizani, na kwa mantikio wengi wamepoteza imani ya kufikia ndoto ya kuiona nuru na kutoka gizani. Kwa kiasi fulani, hali hii imewafanya Waafrika wakose haki zao za msingi, ambazo kwa kukosa umeme inaathiri mambo mengi, ikiwa ni pamoja na huduma za hospitali. Wanafunzi wanashindwa kusoma vizuri kutokana na giza, na kwa hali ya sasa hata baadhi ya sehemu za Afrika zimeshindwa kwenda na wakati kutokana na kushindwa kufikia mitandao ya teknolojia katika dunia ambayo sasa inatawaliwa na mfumo wa utandawazi. Hata hivyo, baadhi ya nchi za Kiafrika kusini mwa jangwa la Sahara, nusu ya wakazi wake wameshaingizwa kwenye gridi ya taifa kwa ajili ya umeme. Suala la mradi wa umeme limekuwa ni gumzo lisiloisha katika vinywa vya watawala barani Afrika, kuanzia kampeni za uchaguzi mkuu, kumbi za mikutano ya ndani na kimataifa, na hata mazungumzo ya kawaida. Kila taifa barani Afrika lina miongozo, miradi na rubaa za maendeleo, ikiwemo suala la umeme, ambazo zimeandikwa katika ustadi mkubwa, lakini kuyafanikisha limekuwa ni swala zito. Mradi mkubwa ambao huenda vizazi na vizazi vikausoma katika vitabu ni mradi wa kufua umeme kutoka mto Kongo, ambao ni maarufu na wa pili kwa ukubwa ulimwenguni. Ni mto ambao unamwaga maji yake baharini yenye ujazo wa 42,000 za mita za ujazo kila sekunde. Hapa ndipo kumeanzia ndoto ya mradi maarufu kama Inga Dam, ukipenda bwawa la Inga. Ni mradi ambao kwa miongo zaidi ya 5 umepangwa kutekelezwa kwa awamu, na ukifanikiwa kwa kiasi cha 100% unaweza kutoa umeme kwa eneo zima la kusini mwa Afrika. Awamu ya kwanza ya mradi huu ilianza kutekelezwa miaka ya 70, ambapo mwaka 1972 ilianzishwa awamu ya kwanza ya kuzalisha umeme katika mto Kongo. Mwaka 82 ikaanzishwa awamu ya pili ya mradi huo. Katika mabwawa haya mawili ya Inga Dam ya kwanza na Inga Dam ya pili, kiwango cha umeme uliokusudiwa kuzalishwa hakijafikiwa, na matokeo yake takwimu zinaonyesha kwamba mabwawa haya mawili yanafanya kazi chini ya 80% ya uwezo wake. Kwa miaka mingi sasa, viongozi wa Afrika wamekuwa wakizungumzia mradi wa kuzalisha umeme katika mto Kongo kupitia awamu ya 3 maarufu kama Inga 3. Huu ni mradi ambao kama ungetekelezwa ungeleta mapinduzi kwa maisha ya Waafrika kwa upatikanaji wa umeme. Ni mradi ambao ulikadiriwa kufikia bajeti ya dola za Marekani bilioni 80, na ujenzi wake ungechukua takribani miaka 10 ya ujenzi katika awamu 4. Ni mradi ambao ungeanza kutekelezwa katika awamu za awali kabisa zaidi ya miaka 10 iliyopita, na ungetekelezwa kwa ushirikiano na wadau wengine kama Benki ya Dunia, serikali ya Kongo na serikali ya China. Sasa, pamoja na kwamba Benki ya Dunia imekubali kutoa kiasi cha dola za Marekani milioni 250, hakuna matumaini ya kuanza, hasa ikizingatiwa kuwa China ambayo ilikuwa ni miongoni mwa wadau wakubwa katika mradi huo imeondoka kutokana na sababu ya kiufundi kama ilivyodaiwa. Hata hivyo, swali linaendelea kuwa pale pale. Afrika ina rasilimali ya maji ya kutosha, na sehemu nyingi za bara hilo serikali zinaweza kuzalisha megawati za umeme ikiwa serikali hizo zitaamua kutekeleza kuliko porojo kwenye majukwaa ya kimataifa. Waafrika wanahisi hadi hewa sasa ni basi, na cheche za kukosa uvumilivu huo sasa zinaanza kuonekana katika baadhi ya mataifa ambapo vijana wanajimwaga barabarani kudai haki zao. Kwa hali hii, Madagaskar inaweza kuwa kielelezo muhimu kwa viongozi wa Afrika kuzinduka kabla ya maji kuwafikia shingoni. Moja ya kero za vijana wa Madagaskar kwa sasa ni kukatika mara kwa mara kwa umeme au kukosa kabisa. Katika hali kama hii, viongozi wa Afrika wanapaswa kutoa kipaumbele katika suala zima la kupata nishati ya umeme kama msingi wa maendeleo ya bara hilo. Silvanus Karemera, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Kigali. Na msikilizaji, ikiwa unaungana nasi hivi sasa, hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana masuala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Jiunge nasi kwenye mitandao ya Facebook, YouTube, TikTok. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Ann Ngugi. Naam, msikilizaji, unaendelea kusikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, tukikumbusha kwamba hii ni jukwaa maalum ya sauti ya Mwafrika. Tunakupatia fursa pia kutoa maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii, ambapo pia unaweza kusikiliza vipindi vyetu, vipindi ambavyo unaweza kuchangia. Tunaye Julius Kareithi, anasema hongera sana Idhaa ya Kiswahili sauti ya Afrika, bila shaka ni mwanzo kuntu sana. Anasema mkoka kesha alika maua. Anasema nadhani alitaka kusema mkoka ulisha alika maua. Shukran sana Julius. Gilbert Mark Odera pia yuko hapa
Na Gilbert anasemaje, idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika, Swadakta Kazi Kuntu. Anauliza majina ya watu wengine hapa wapi, Kenneth Bwire na Patrick Nduwimana washirikishwe pia. Haya basi, Jeff Isaiah Burugo anasema hongera sana kwa kazi nzuri, sasa Afrika inakamilika. Namuona mwingine ni nani hapa? Mwenye kutoa maoni kwamba kuna vipindi ambavyo angependelea kuviona ama masuala ambayo angetamani pia tuyasikilize. Ni Zefania Musheria anasema asante sana, na anasema kwamba anatazamia kusikiliza masuala mtambuko ya siasa, na anasema kwamba anaendelea kutegea sana. Ya mwisho hapa ni kutoka kwa Caxton Osozi. Anasema habari na kusikiza kwa umakini redioni, hongera sana kwa kituo hiki kipya cha Kiswahili. Anasema kwamba naomba pia mzingatie masuala ya watu wenye ulemavu. Yeye mwenyewe kwa anasema ana uzoefu mkubwa na yuko tayari kushirikiana na sisi kuyasimamia. Basi shukrani sana Caxton kuangalia na kuona kwamba unaweza kuwa na nafasi ya kuchangia hayo, na bila shaka masuala ya watu wanaoishi na ulemavu hatujayasahau, yako kibindoni tukiyatayarisha. Mwisho kabisa nasema tuko pamoja kwa mabadiliko chanya. Wasalimu wote wanahabari ambao mnafanya kazi nao. Shukrani sana Caxton. Msikilizaji, unaweza chukua fursa hii pia kutuma maoni yako. Je, ni kipi ambacho ungependa kukisikiliza kwenye idhaa hii? Je, ni makala yepi unakoishi? Je, kuna issue moja ambayo unaona kwamba idhaa yetu inaweza kushughulikia? Unahisi pengine tunafaa kualika kina nani wageni kuzungumzia masuala yepi? Tuma maoni yako na tutayasoma papa hapa. Tunaendelea na matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Hebu sasa tuangalie usambazaji wa umeme Afrika, mataifa ambayo raia wao wanajivunia huduma ya nishati na wale ambao wangali gizani. Mataifa ya Misri, Morocco, Tunisia na Algeria yameafikia 100% katika usambazaji wa nishati. Kila raia nchini humo anapokea huduma ya umeme. Nchi kama Gabon, Ghana na Afrika Kusini, 90% ya raia wake wanaishi katika mazingira yenye umeme. Nchi kama Botswana, Kenya na Senegal zinatamatisha nchi ambazo zimepiga hatua kubwa Afrika katika usambazaji wa umeme, huku huduma hii ikifikia zaidi ya 70%. Wakati mataifa hayo yakiendelea kuimarisha umeme, baadhi Afrika wanaishi bila huduma ya nishati. Taifa ambalo limesuasua kabisa duniani na Afrika katika kutofanikisha huduma hii ni kule Sudan Kusini. Ni 800% pekee ya eneo hilo kunakopatikana umeme. Nchi ya Burundi inafuata karibu katika kutowezesha kuwa na huduma hii, ikiwa na 10% pekee ya umeme unaotolewa kwa raia. Mataifa mengine ni pamoja na Malawi, Burkina Faso na Niger. Raia wengi wanaendelea kuishi kwa giza. Naam, gumzo letu hii leo ni kuhusu nishati, huduma muhimu katika maisha ya kila siku katika jamii. Bara la Afrika ni ardhi yenye utajiri mkubwa wa rasilimali, mito mikubwa yenye nguvu za maji, jua lisilozimika, upepo unaovuma kwa kasi na ardhi iliyojaa madini yanayoweza kuzalisha umeme kwa vizazi vingi vijavyo. Hata hivyo, kichekesho kinachosikitisha ni kwamba rasilimali hizi zimekuwa baraka kwa wageni na laana kwa wenyeji. Wakati kampuni za kimataifa zinachimba na kuwekeza, hali kadhalika kunufaika na umeme wa Afrika, mamilioni ya wananchi wa bara hili bado wanaketi gizani wakisubiri mwanga ambao ni wao kiasili. Na msikilizaji, kabla ya kutamatisha matangazo haya, tuangalie taarifa nyinginezo ambazo zimekuwepo barani Afrika naye Angela Ngendo. Ikiwa unajiunga nasi kwa hivi sasa, karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye mitandao ya Facebook, YouTube na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tuendelee kuweka maoni yako kwenye kurasa hizo kuhusu taarifa hizi na uliko wewe. Tuendeleze gumzo la leo. Naam, barabara kabisa msikilizaji, karibu kwenye sehemu ya neno la siku ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka kwamba hii ni sauti ya Mwafrika. Leo tunazungumzia neno linalogusa maisha ya kila mmoja wetu. Ni neno pesa.
Neno pesa linaonekana rahisi, lakini ndani yake kuna historia ndefu na ya ladha ya tamaduni mbalimbali. Katika baadhi ya maeneo utasikia mtu akisema nimepata ngwenje kidogo leo. Mwingine atasema fulusi zangu zimepotea, au nimehifadhi darahima, kwacha na rupia kwenye benki. Maneno haya yote, ngwenje, fulusi, darahima, kwacha, rupia, ni visawe vya neno pesa. Lakini kila neno lina asili yake. Fulusi na darahima ni maneno ya Kiarabu yaliyotumika tangu enzi za biashara za pwani ya Afrika Mashariki. Kwacha ni jina la fedha Zambia na Malawi, likimaanisha alfajiri au mwangaza mpya. Rupia ni neno lililotoka kule India kutokana na biashara ya kale, na ngwenje ni la mtaani, likionyesha ubunifu wa kizazi kipya katika kuendeleza Kiswahili. Kiswahili ni lugha yenye roho, lugha inayokuwa na kukumbatia tamaduni zote. Inaunganisha Wakenya, wa Tanzania, Waganda, Warundi, Wakongo, Waganda na wengi tu. Kwa hiyo ukisikia mtu akisema hakuna ngwenje leo, usimcheke. Anazungumzia Kiswahili cha maisha yake, cha mtaa wake, cha kizazi chake. Na wewe unaposema pesa, kumbuka Kiswahili hakina ukame wa maneno, bali kina utajiri wa mawazo. Mimi ni Ann Ngugi, idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tuelemike pamoja, tujivunie na tuseme kwa fahari, Kiswahili ni cha wote. Kabla ya kuaga, kwa niaba ya kikosi cha idhaa ya Kiswahili ya Afrika, tunapongeza hatua za mamlaka nchini Somalia kuweka lugha ya Kiswahili katika mitaala shuleni. Ama kweli lugha ya Kiswahili ni lugha ya Afrika, na sisi hata tunahakikisha kwamba sauti yako inasikika. Tupo kwenye Facebook, YouTube na pia tuko pale katika mtandao wa TikTok. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Ann Ngugi. Kwaheri.